Nchi za kimagharibi zinaanza kuwa na hofu kutokana na muunganiko wa mataifa ya Iran, Urusi pamoja na China. Mataifa hayo ya magharibi wakati huu yanahisi muunganiko huu utakuja kuwa hatari katika siku za usoni. Kadhalika, katika kipindi hiki ambacho kumekuwa na mazungumzo kati ya Marekani na Iran, mataifa magharibi yanaiona Iran yenye uthubutu wa kuzungumza inalolitaka kutokana na kupata nguvu kutoka kwa Urusi na Uchina. Hata hivyo, nchi hizi tatu, Iran, Urusi na China, zinakusudia kuimarisha ushirikiano wao ili kuendeleza amani na usalama wa dunia. Na hii ni kauli ya waziri wa mambo ya kigeni Abbas Araghchi, ambaye ameeleza hayo wakati alipokuwa akifanya mahojiano baada ya mazungumzo kati yake na Steve Witkoff kutoka nchini Marekani ambayo yalifanyika huko Roma nchini Italia. Tehran imekuwa ikiimarisha uhusiano wake na Beijing pamoja na Moscow katika miaka hivi karibuni, ikijiunga na Jumuiya ya Ushirikiano ya Shanghai SCO mnamo 2023 na baadaye kundi la BRICS mwaka 2024, huku ikipata nguvu kubwa kutoka kwa China pamoja na Urusi. Hata baada ya rais wa Marekani kusema kwamba anaweza akashambulia vinu vya nyuklia vya Iran, ni Urusi iliyotoa amri kusema kwamba hilo halitowezekana na kwamba Urusi pamoja na China zitaingilia kati. Ushirikiano wa kijeshi pia umepanuka hivi karibuni kupitia mazoezi ya pamoja ya jeshi la majini yaliyofanywa na nchi tatu kwenye pwani ya Iran mnamo mwezi Machi. Yalitengeneza mazingira ya kutengeneza hofu kwa nchi za magharibi na hata Marekani pia. Kwa kuzingatia hali ya hewa ya sasa ya kimataifa, kufanya kazi karibu na Moscow na Beijing ni lazima kwa Tehran, Araghchi aliwaambia waandishi wa habari. Tumeanza mazungumzo ya pande tatu kati ya Iran, Urusi na China kuhusu suala la mpango wa nyuklia wa Iran kwa muda sasa, alisema, na kuongeza kuwa mikutano miwili kama hiyo tayari imeshafanyika na tuko tayari kuendelea na mazungumzo haya ya kupanua kwa masuala mengine, aliongeza waziri huyo wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi. Hata hivyo, baada ya hali hii kutokea, nchi za kimagharibi zimehisi kwamba huenda hadhi ya nchi za kimagharibi ikapotea katika siku za hivi karibuni. Ursula von der Leyen, mkuu wa tume ya Umoja wa Ulaya, amesema katika siku za hivi karibuni kwamba hadhi ya nchi za kimagharibi inazidi kupotea kutokana na nguvu kubwa ambayo inawekezwa na mataifa mengine ikiwa ni pamoja na China, lakini pia na Urusi. Mpango wao ilikuwa ni kutaka kuidunisha Urusi, lakini Urusi imezidi kupata nguvu hasa baada ya kuanzisha operesheni yake ya kijeshi huko nchini Ukraine na mataifa magharibi kuingilia kati bila mafanikio. Hata hivyo, baadhi ya mataifa ya Umoja wa Ulaya ikiwa ni pamoja na Ufaransa na Uingereza na hata Ujerumani, ambayo ipo nyuma kidogo, zinatamani kupeleka majeshi yao kwa ajili ya kufanya mashambulizi dhidi ya Urusi. Lakini Urusi iliwahi kusema kwamba ipo tayari kwa mapambano wakati wowote. Ilifikia hatua mataifa hayo yakaidhania China kwamba inapeleka silaha huko nchini Urusi kwa ajili ya mapambano ya Urusi dhidi ya Ukraine. Kadhalika wakaituhumu Iran kwamba imepeleka ndege zisizokuwa za kivita za kamikaze na makombora mengine ambayo yametumiwa na Urusi katika vita vinavyoendelea huko nchini Ukraine. Licha ya kwamba mataifa yote mawili kwa maana ya China pamoja na Iran kusema kwamba hawakuisaidia Urusi. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi ameonyesha imani kwamba Iran, China na Urusi katika hatua inayoratibiwa inaweza kuchukua hatua madhubuti kuelekea amani ya kimataifa. Washirika hao watatu wako makini kuhusu hili, anasisitiza Araghchi. Mwanadiplomasia huyo mkuu wa Tehran pia alisema kuwa mahusiano ya pande mbili kati ya Iran na Russia hajawahi kuwa karibu sana na yenye nguvu kuliko wakati huu wa sasa, na ni kutokana na vitisho ambavyo vinaletwa na Marekani dhidi ya Iran pamoja na Uchina. Wakati huu Trump ametengeneza mazingira ya kuwa na ukaribu na Putin, lakini akitengeneza mazingira mabaya zaidi na Rais Masoud Pezeshkian pamoja na kiongozi mkuu Ayatollah Al-Khamenei. Ametengeneza mazingira magumu kwa kutaka kuishambulia Iran hasa katika vinu vyake vya nyuklia, lakini pia akatengeneza mazingira magumu kwa China hasa katika vita vya kibiashara. Lakini sasa kwa upande wa Iran ameona hakuna njia isipokuwa diplomasia kutumika katika kutatua baadhi ya mambo, ikiwa ni pamoja na mpango wa nyuklia wa Iran. Sasa tuna mkataba wa kina wa ushirikiano wa kimkakati ambao unainua kiwango cha mahusiano yetu hadi kiwango cha kimkakati,
Miradi mikubwa ya kiuchumi inaendelea kati yetu, kiwango cha biashara kati yetu kimeongezeka sana, na upande wa ulinzi na usalama umeimarika, anasema Abbas Araghchi. Licha ya vikwazo vikali vya magharibi vilivyopigwa kwa Iran na Urusi, lakini vita kubwa ya biashara iliyowekewa upande wa Uchina, nchi hizo hazingojei vikwazo kuondolewa, lakini wanapanua uhusiano wao katika hali hiyo hiyo. Tuna misimamo sawa ya karibu katika masuala mengi ya kimataifa. Sitaki kusema kwamba hakuna kutofautiana kati yetu. Wakati mwingine pia kuna tofauti za maoni, lakini katika hali nyingi tuna msimamo wa karibu kati yetu, na muhimu zaidi tunabadilishana mawazo mara kwa mara, anasema Abbas Araghchi, waziri wa mambo ya kigeni wa Iran. Baraza la shirikisho la Russia, baraza la juu la bunge la nchi hiyo, limeridhia kwa kauli moja mkataba wa ushirikiano wa kimkakati kamili kati ya Russia na Iran ambao ulitiwa saini na rais wa Urusi Vladimir Putin baada ya rais Masoud Pezeshkian mnamo mwezi Januari kuitembelea Moscow na kufanya mazungumzo ya ushirikiano wa kijeshi. Na mkataba huo unaeleza kuwa mataifa hayo mawili yataendeleza ushirikiano sawa na wenye manufaa kwa pande zote mbili katika nyanja za siasa, ulinzi, uchumi, usalama, biashara, uwekezaji, nishati, miundombinu na maeneo mengine. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment, lakini pia kusubscribe channel hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.